Habari za asubuhi mtu wa nguvu, karibu sana ITV katika uchambuzi wa magazeti leo Ijumaa Oktoba 14, 2016. Jina langu naitwa Alice Tupa. Na moja kwa moja nikianza na gazeti la Habari Leo kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele limeandika makontena 100 yaibwa bandarini, waziri awapa siku 4 waliofanya hivyo jisalimishe. Ni habari kubwa kabisa hiyo ambayo imepata kipaumbele, lakini unaweza kuendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari nyingine inasema majambazi 4 walioua polisi Mbande wauawa. Ni habari hiyo pia ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili. Mwinyi alilia Tanzania ya Nyerere, ni habari pia hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa pili. Lakini pia kuna habari inasema Wizara ya Afya na Benki ya Dunia zina mpango wa kuweka vituo vya kutoa huduma ya kwanza kwa majeruhi wa ajali barabarani. Ni habari hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo. Tukimalizia habari nyingine ambayo ipo katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti inasema mahakama ya rufaa imeelezwa mleta maombi Ole Nangole hajafanikiwa kuiomba mahakama hiyo kutengua uamuzi wa mahakama kuu. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo. Lakini tukiangalia habari hizi zote kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la habari inasema makontena 100 yaibwa. Waziri wa Viwanda, Biashara na Uwekezaji Charles Mwijage ametoa siku 4 kwa wafanyabiashara waliopitisha makontena bandarini 100 bila kukaguliwa na shirika la viwango Tanzania TBS wakati wa taarifa katika shirika. Mwijage alitoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam jana wakati akizungumza na waandishi wa habari baada ya kupata taarifa kuwepo kwa makontena 100 yaliyotolewa bandarini kwa siku zilizopita bila kukaguliwa na TBS. Na wataka wafanyabiashara wote waliochukua makontena hayo wajisalimishe haraka TBS kabla kufika Jumanne ili wakaguliwe. Najua kuanzia kesho ni mapumziko, lakini TBS itaweka dawati la kuwasikiliza mpaka Jumatatu na ikifika Jumanne hatua zitachukuliwa kwa wahusika wote, alisema Mwijage. Alisema wafanyabiashara ambao hawatajisalimisha baada ya kumalizika kwa siku hizo, hatua stahiki zitachukuliwa ikiwemo kulipa faini ya 15%. Aidha alisema kwa mawakala wa forodha wote waliohusika kutoa makontena hayo, wizara yake itawasiliana na waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango ili kuona hatua za kuchukua, kwa kuwa serikali haiwezi kukubali mchezo huo. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi. Tukiangalia habari nyingine katika ukurasa wa pili inasema majambazi 4 walioua polisi Mbande wauawa. Watu 4 wanaotuhumiwa kuhusika kwenye mauaji ya askari polisi 4 katika tukio lililotokea benki ya CRDB Mbande wameuawa wakati walipokuwa wakipambana na polisi. Kamishna wa polisi kanda maalum wa Dar es Salaam Simon Sira alisema hayo jana na kueleza kuwa tukio hilo lilitokea Oktoba 10 mwaka huu saa 2:45 maeneo ya pori la Dondwe katika mpaka wa Chanika na mkoa wa Pwani. Kamanda Sira alisema kikosi maalum cha kupambana na ujambazi kwa kutumia silaha mkoani humo kilifanikiwa kumkamata mtuhumiwa mmoja baada ya kupata taarifa kwa raia wema kuwa ni jambazi na ndiye aliyehusika na mauaji ya askari hao. Aliongeza kuwa baada ya kumkamata mmoja tuhumiwa alikiri kuhusika na tukio hilo akiwa na wenzake 7, hivyo aliwaambia askari kuwa anapeleka sehemu walipo wenzake kwenye pori la Dondwe ambapo wanafanya mazoezi ya kivita. Walipofika eneo la mipaka huko Chanika kwenye pori hilo, ghafla majambazi walianza kufyatua risasi uelekeo askari walilala chini na mtuhumiwa aliongozana na askari alikimbia, ndipo askari walijibu mashambulio na mapambano yaliokuwa kwa dakika kadhaa, alisema Kamanda Siro. Alisema alifanikiwa kupata bunduki ya kijeshi aina ya SMG iliyofutwa namba za usajili ikiwa na risasi 22 ndani ya magazini. Aliongeza kuwa askari walifanikiwa kuwajeruhi majambazi hao 4 ambao baadaye walikimbizwa katika hospitali ya taifa Muhimbili Dar es Salaam kupatiwa matibabu na kufariki dunia kutokana na majeruhi ya risasi. Pia alisema uchunguzi wa awali umebaini kuwa bunduki hiyo ndio aliyoporwa askari wakiwa wanabadilishana lindo katika benki ya CRDB na kwamba upelelezi unaendelea. Ni habari hizo zote ambazo zipo katika ukurasa huu wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, lakini pia kuna habari nyingine ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Tukiangalia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa siku ya leo, nalo limeandika Mwinyi asema nchi haina maadili. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili. ATCL ya jinadi kuruka vihunzi 3 vya CAG, pia ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili wa gazeti hilo. Pia ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika gazeti hili la Nipashe. Lakini tukiangalia habari nyingine inasema kesi ya Wasira Bulaya afika patamu kotini, watembea siku 21 kumfikia Majaliwa. Ni habari ambayo ipo katika ukurasa wa 3. Mhasibu TTCL ashtakiwa kwa makosa 95, bilioni 100 za bure kufanya mengi, masaburi ya watoto 20. Na katika habari za michezo kuna habari inasema kocha Simba atoa siri ya kushinda. Zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Nipashe. Lakini tukiangalia katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili, katika ukurasa wa pili
pili wa gazeti la habari unasema Mwinyi asema nchi haina maadili. Rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi amesema nchi sasa inakabiliwa na changamoto ya ubaguzi wa dini na ukabila pamoja na mmomonyoko wa maadili. Amesema katika kipindi cha miaka 17 kutokuwepo kwa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, wanasiasa wamekuwa wakitumia majukwaa kueneza dini na nyumba za ibada kueneza siasa, hali ambayo imebainisha kuwa inasababisha mmomonyoko wa maadili. Alisema hayo jijini Dar es Salaam jana wakati akifungua kongamano la kumbukumbu ya miaka 17 Mwalimu Nyerere lililoandaliwa na taasisi ya uongozi kwa kushirikiana na ubalozi wa China nchini. Habari nyingine inasema Chadema ACT wapinga viongozi kurudisha posho. Vyama vya Demokrasia na Maendeleo Chadema na ACT Wazalendo vimekosoa hatua ya Rais John Magufuli ya kuzuia viongozi kuhudhuria sherehe za kuzima mwenge na kuwataka warejeshe posho. Tukiangalia habari nyingine katika ukurasa wa pili inasema ATCL ya jinadi kuruka vihunzi vitatu vya CAG ikiwa ni siku 16 tangu Rais John Magufuli azindue ndege aina za serikali. Ikiwa ni siku 16 tangu Rais John Magufuli azindue ndege mbili za serikali zitakazokuwa zinakodishwa na shirika la ndege ya ATCL. Kama mkurugenzi wa shirika hilo Mhandisi Patrick Itule amesema ana matumaini watamudu kushinda changamoto zilizo mbele yao. Management ya ATCL inakabiliwa na changamoto ya kuendesha shirika hilo kwa ndege za kukodi ili hali likiwa na madeni lukuki. Mhandisi Itule alitoa kauli hiyo juzi baada ya Nipashe kutaka kujua ATCL itakavyojiendesha kwa faida na wakati huo kulipa madeni ambayo shirika hilo linadaiwa na taasisi mbalimbali za kitaifa na kimataifa. Ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2014-2015 ATCL inasema kulingana na taratibu na kanuni za uendeshaji, kampuni za ndege zinatakiwa kufuata taratibu na ukaguzi wa usalama za usafiri wa anga IOCA. Hata hivyo, kutokana na uhaba wa fedha, ATCL haikuweza kulipia gharama ambazo zilikadiriwa kwa dola za Marekani milioni 1 sawa na shilingi bilioni 2.18 kwa mwaka 2008 ili kuwezesha utekelezaji wa ukaguzi huo. Tukiangalia habari nyingine katika ukurasa huu pia inasema Chadema ACT wapinga viongozi kurudisha posho. Vyama vya Demokrasia na Maendeleo Chadema na ACT Wazalendo vimekosoa hatua ya Rais John Magufuli ya kuzuia viongozi kuhudhuria sherehe za kuzima mwenge na kuwataka warejeshe posho walizopewa. Juzi Rais Magufuli aliwazuia kwa mikoa, wilaya, mawaziri na mamea na wenye viti wa halmashauri kuhudhuria sherehe za uzimaji mwenge wa uhuru zinazofanyika leo mkoani Simiyu. Naibu katibu mkuu wa Chadema Salimu Mwalimu aliwalaumu viongozi hao kurejesha fedha walizolipwa na kwamba kwa kufanya hivyo hakuja punguza gharama zozote. Mwalimu alisema Rais Magufuli kama angekuwa na dhamira njema na fedha za walipa kodi angefanya hivyo kwa kuzuia mbio za mwenge ambao kimsingi hauonyeshi umuhimu wala faida kwa taifa. Tukiangalia habari nyingine katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe nasema bilioni 100 za bure kufanya mengi. China imepatia serikali ya Tanzania msaada shilingi bilioni 97 zitakazotumika kwa ajili ya maendeleo ya afya, elimu na ulinzi katika bandari na viwanja vya ndege. Waziri wa Viwanda, Biashara na Uwekezaji Charles Mwijage na naibu waziri wa biashara wa China Qiu Keming walitiliana sahihi ya mkataba wa fedha hizo jana jijini Dar es Salaam kwa niaba ya serikali zao. Akizungumza na waandishi wa habari muda mfupi baada ya kutia saini makubaliano hayo, Waziri Mwijage alisema sehemu ya fedha hizo ambazo si mkopo zimetolewa kwa ajili ya kusaidia na kujenga uhusiano na kwamba zitatumika kuimarisha viwanda nchini. Alisema fedha hizo pia zitatumika kununulia skana zitakazotumika katika kuimarisha ulinzi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere JNIA na bandari ya Dar es Salaam. Habari nyingine katika ukurasa huu inasema mhasibu TTCL ashtakiwa kwa makosa 95. Mhasibu wa kampuni ya simu ya Tanzania TTCL Hamida Masori amefikishwa mahakamani akikabiliwa na mashtaka 95 yakiwemo ubadhirifu na ufujaji kusababishia serikali hasara, kumdanganya mwajiri na wizi wa shilingi milioni 71.7. Aidha, mshtakiwa huyo anakabiliwa na kosa moja la kusababisha hasara, moja la ubadhirifu na ufujaji, 44 ya kubadilisha nyaraka za kumdanganya mwajiri, kuweka mishahara hewa na 49 ya wizi wa shilingi milioni 71,769 mali ya TTCL. Mshtakiwa huyo alisomewa mashtaka yake jana mbele ya hakimu mkazi mkuu Respecious Mwijage katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu
3. Na zote ni habari hizo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi ndani ya gazeti hili la Nipashe. Na tukiangalia gazeti la Mtanzania Fikra Kinifu kwa siku ya leo limeandika polisi wanasa mtandao mpya ujambazi, wadaiwa kujificha katika pori la Dondwe, RC aomba mkoa wa Pwani uwe kanda maalum. Lakini pia baada ya kukamatwa jambazi huyo alikiri kuhusika katika tukio na kuwapeleka askari walipokuwa wenzake katika pori la Dondwe. Kutokana na matukio ya kihalifu, jeshi la polisi lipo mbioni kuunda kanda maalum ya kipolisi katika mkoa wa Pwani. Ni habari hiyo kubwa kabisa ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Mtanzania. Siri kifo cha Dr. Didas Masaburi yafichuka, ni habari nyingine pia ambayo ipo katika ukurasa wa 4. Mahakama yatupa pingamizi la Wasira, ni habari pia ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Mtanzania. TCRA yapiga stop Samsung Galaxy Note 7, ni habari hii pia ambayo ipo katika ukurasa wa 2. Lakini katika habari za michezo kuna habari inasema Fare arudisha mkanda wa WBO na WBA. Zote ni habari hizo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti la Mtanzania. Lakini tukiangalia habari katika ukurasa wa ndani kuna habari inasema TCRA yapiga stop simu za Samsung. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imepiga marufuku uingizaji wa usambazaji wa simu za mkononi za smartphone Samsung Galaxy. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imepiga marufuku uingizaji na usambazaji wa simu za mkononi za smartphone Samsung Galaxy Note 7. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imepiga marufuku uingizaji na usambazaji wa simu za mkononi za smartphone Samsung Galaxy Note 7 kwa kuwa zina matatizo ya betri. TCRA pia imetaka wananchi ambao tayari wanatumia simu hizo kuzizima na kuzirudisha haraka katika maduka walizozinunua. Akizungumza na Mtanzania Dar es Salaam jana, meneja mawasiliano wa TCRA Innocent Mungi alisema Tanzania wajihadhari kuitumia simu hiyo kwa kuwa kampuni ya Samsung yenyewe imeiondoa sokoni. Tukiangalia habari nyingine ambayo ipo katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Mtanzania inasema siri kifo cha Dr. Masaburi. Siri ya kifo cha meya wa zamani wa jiji la Dar es Salaam Dr. Didas Masaburi mwenye umri wa miaka 56 imefuchuliwa, ambapo imebainika kuwa kiongozi huyo amefariki dunia kwa ugonjwa wa homa ya ini. Dr. Masaburi alifariki juzi katika hospitali ya taifa Muhimbili MNH na anatarajiwa kuzikwa Jumatatu Oktoba 17 mwaka huu Chanika, wilaya Ilala, jijini Dar es Salaam. Akizungumza na waandishi wa habari Dar es Salaam jana, msemaji wa familia Otieno Igogo alisema wakati uhai wake Dr. Masaburi alikuwa akisumbuliwa na homa ya ini ambayo ilimsumbua kwa miezi kadhaa hadi mauti yanamkuta. Ni habari hizo zote ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika gazeti hili la Mtanzania. Mwananchi kwa siku ya leo limeandika Mboya ikaba kwa serikali ya Magufuli, asema ataifikisha mahakamani kupata tafsiri ya demokrasia. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4. Mkuu wa wilaya watia ndani dedi mhasibu, ni habari ambayo unaweza kusoma katika ukurasa wa 7 gazeti hili. Mhasibu TTCL asoma mashtaka 95 ini la kilo 1 lilivyochelewesha matibabu ya Dr. Didas Masaburi, ni habari ambayo katika ukurasa wa 3. Lakini pia kuna habari inasema jaji atupa hoja za kumdhibiti Esther Bulaya. TFDIA TBS zaagiza Baresa iondoe Azam Mengo. Habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti linasema jaji atupa hoja za kumdhibiti Esther Bulaya. Wagonjwa wa akili wapo jalalani ofisini, ni habari hiyo ambayo ipo katika ukurasa wa 7. Lakini tukiangalia habari za michezo kuna habari inasema huyu ndiye mchawi aleiroga Azam. Zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Mwananchi, lakini unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Uhuru kweli daima kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele limeandika Rais Dr. Magufuli anafuata nyayo za Mwalimu Nyerere, ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa ndani. Kimiti asema Mwalimu hakupenda majungu na umbea, hivi ndivyo Mwalimu Nyerere alivyokutana na Abedi Karume. Lakini pia kuna habari inasema ugonjwa wa Mwalimu Nyerere hadi kifo chake. Zote ni habari hizo ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Uhuru, lakini unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Majira, gazeti huru la kila siku, nalo katika ukurasa wa mbele leo limeandika jipu lingine utoaji kontena bandarini, wafanyabiashara wadaiwa kupitisha kontena 100 bila ukaguzi, Waziri Mwijage atoa siku 4 wao wamejisalimisha TBS. Ni habari kubwa kabisa hiyo ambayo unaweza
kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Majira. Mwenye afichua siri ya Nyerere, asema nchi inatawaliwa na udini ukabila, ni habari nyingine hiyo pia ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa ndani. Kesi ya ubunge nyota Bulaya yazidi kung'ara. Ziara alipumba mikoani, Chadema waituhumu polisi, lakini pia kuna habari inasema UVCCM wasema Magufuli anatimiza lengo la 5. ASP JPM amlilia Dr. Masaburi atuma salamu. Ni habari hizo zote ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa ndani wa gazeti hili la Majira. Tukiliangalia pia gazeti la Jambo Leo kwa siku ya leo, nalo limeandika Mwinyi asema taifa limepoteza mwelekeo, hakuna mwenye maono ya Nyerere wala kufuatwa, asikitishwa na panyarodi, asema ni mmomonyoko wa maadili. Ni habari kubwa kabisa hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Jambo Leo. Habari nyingine inasema posho za Mwenge zaweka vigogo sero, alete boro wa macho anemeka, mufti asema wananchi dumisheni amani. Zote ni habari hizo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi. Lakini katika habari za kimataifa kuna habari inasema Rwanda yapiga marufuku simu za Samsung, na katika habari za michezo kuna habari inasema Pluji mwasema Sophie kutimuliwa kazi Yanga. Zote ni habari hizo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Jambo Leo. Tukimalizia na gazeti la Tanzania Daima, sauti ya watu, limeandika Mwinyi asema nchi inakwenda kama gari bovu. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4. Aliyeng'olewa macho na Scorpion milionea apewa nyumba, bodaboda 5, bajaji 2 na msaada mamilioni. Ni habari hiyo ambayo ipo katika ukurasa wa 5 wa gazeti la Tanzania Daima. Habari nyingine inasema makontena 100 yayuka bandarini Dar, Masaburi kuzikwa Jumatatu. Lakini katika habari za michezo kuna habari inasema Chidiebere nje VPL wiki 6. Zote ni habari hizo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Tanzania Daima. Na tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku ya leo, tuna gazeti la Ijumaa pamoja na gazeti la Kiu, ambapo gazeti la Ijumaa kama mnavyoliona katika ukurasa wake wa mbele lina habari tu nyingi na ukurasa wake wa nyuma vile vile. Lakini pia gazeti la Kiu kwa siku ya leo katika ukurasa wake wa mbele kama mnavyoliona lina habari tu nyingi na ukurasa wake wa nyuma. Na zote habari hizi ambazo zinapatikana katika kurasa za mbele na za nyuma mwa magazeti haya ya udaku unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi habari hizi. Na katika magazeti ya michezo tunaanza na gazeti la Champion, ambapo leo katika ukurasa wa mbele limeandika Pluji mwasema Simba hii kiboko, Kichua apewa ufalme Mbeya. Ni habari kubwa kabisa hiyo ambayo imepewa kipaumbele, lakini unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili. Habari nyingine inasema Msuipa asema anataka kufunga mabao 100. Habari nyingine inasema Yanga zidi ya Mtibwa, karanga mahindi mpunga vya kutwa vyumba vya Mtibwa. Lakini pia kuna habari unasema Tambo apasuliwa usoni ashonwa nyuzi 6. Na katika ukurasa wa nyuma gazeti la Champion kuna habari unasema Man U kumlipa Rooney bilioni 79 ili asepe. Ni habari kubwa kabisa hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa 20. Ribery asema Griezmann hajafikia level ya uchezaji bora, wapigiwa pasi waacha mpira ili wafanye dab. Ni habari hizo zote ambazo zinapatikana katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Champion. Tukiliangalia gazeti la Bingwa pia kwa siku ya leo limeandika utatu wa City ni wazaliwa Yanga, ni combination ya Chirwa Tambwe Ngoma, Pluji mwapigia saluti asema sasa dozi uhakika. Ni habari kubwa kabisa hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa ndani wa gazeti la Bingwa. Habari nyingine inasema Kichuya batizwa jina la mwendo kasi, maskini Tambwe kukosa mechi 4 Yanga. Lakini pia kuna habari inasema Paul Pogba awakimbiza Ozil Sanchez. Na tukiangalia katika ukurasa wa nyuma gazeti la Bingwa kuna habari inasema Emirates wafunika Ulaya kwa mapato, Pogba akimbiza Ozil Sanchez. Zote ni habari hizo ambazo unaweza kuzisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Bingwa. Na tukimalizia na gazeti la Mwanaspoti leo limeandika Kichuya atibua mchongo Yanga. Ni habari kubwa kabisa ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 2. Goli la Chirwa la geuka kituko Bongo. Ni habari pia ambayo ipo katika ukurasa wa 2. Mbuyu tweet ashituka mapema. Na katika habari za kimataifa kuna habari inasema Gerard Ramsey bodaboda kiaina. Na zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Mwanaspoti. Na tukiangalia katika ukurasa wa nyuma gazeti la Mwanaspoti kuna habari inasema mwisho wa mchezo United kuachana na Rooney mwishoni mwa msimu. Na ni habari kubwa kabisa hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Mwanaspoti. Na huu ndio mwisho uchambuzi wa magazeti kwa siku ya leo kutoka hapa ITV, lakini usikose kuungana na mimi siku ya kesho ambapo pia nitakuletea uchambuzi wa magazeti kama kawaida. Lakini pia ili kupata habari zetu kwa undani zaidi unaweza kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo na
na kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina hilo hilo Millard Ayo. Bado promotion ya Kamata Mpunga inaendelea, mtongo wa nguvu. Zimebaki siku chache tu ili kutolewa ile milioni 100, lakini pia milioni 5, milioni 20 na laki 5 zile bado zipo. Andika neno go kwenda namba 15544 na kuweza kujibu maswali rahisi kabisa kutoka Vodacom. Ushindi ni wako, mtongo wa nguvu kutoka Vodacom. Jina langu naitwa Alice Tupa.